Ni picha mbaya na image mbaya na historia mbaya katika utawala wako, kuonyesha doa la kwamba katika utawala wa awamu fulani watu waliuana, waliandamana, ndio palitokea shida. Hii ni Hallelujah TV. Hii ni Hallelujah TV. Tunapatikana kwenye Azam TV other channel. Wewe ni Mungu. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Uaminifu wako unadumu kizazi hata kizazi. Baba, najua unanisikia na umekuwa ukinisikia. Hata sasa Bwana unanisikia. Sauti za wanyonge na watoto wadogo waliao, wanawake kwa wanaume, vijana kwa mabinti, wazee kwa watoto, zimekufikiria mbinguni Bwana, na machozi yao umeyaona, sauti zao umezisikia, maombi yao Bwana umeyasikia juu mbinguni. Nawe Mungu umeruhusu wakati huu ninene na watu wako, ninene neno lako kwa ujasiri, niafundishe mashauri yako, na ninene ile kweli, maana sheria ililetwa kwa mkono wa Musa, bali neema na kweli ililetwa kwa mkono wa Yesu Kristo. Na wewe Bwana, ninanena yaliyo ya kwako na kukutukuza wewe juu mbinguni, ambako Mungu hakuna namna yoyote wasio na hati ya utakatifu wataingia, wasio na hati ya matendo mema wataingia, bali Mungu wale walio na cheti ndio watakaoingia. Maana ukasema bwana mmoja aliye mjinga alikuja bila cheti, Mungu akashindwa kuingia. Baba, ninaomba utulivu na amani katika taifa langu mwenyewe. Ninaomba utulivu na amani katika taifa langu mwenyewe. Maana umesema katika neno lako Yeremia sura ya 8 mstari wa 11 ya kwamba ameiponya jeraha ya watu wangu kwa juu tu, wakisema amani amani, wala hapana amani. Bwana Yesu, amani inatangazwa katika taifa langu mwenyewe, lakini hapana amani. Kelele zimekuwa nyingi, vurugu zimekuwa nyingi, mashutumu kwa viongozi wetu wakuu wa taifa zimekuwa nyingi. Baba, hali ya nchi ya kisiasa imekuwa mbaya, mipango miovu imekuwa mikubwa, uhamasishaji wa matendo mabaya umekuwa mkubwa, uhamasishaji wa umwagaji damu na maandamano imekuwa mkubwa. Baba, je, ni lipi kusudi lako katika mambo haya yote? Je, ni nini sauti yako? Ni nini Mungu sauti yako ambayo sisi hatuelewi, watumishi wako? Ni lipi neno lako unalotaka kusema katikati ya hali kama hii? Bwana Mungu mwenye enzi, ninakuja mbele zako Baba mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, mfalme mkuu mwaminifu, wewe uliyejaa neema na rehema, ambaye upendi hata mtu mmoja apotee, bali wote waifikirie toba. Baba, katika mambo yote haya umesema unachukia sana na utoruhusu tena kulipiga taifa wala kuangamiza kwa maji wala kwa gharika. Na umesema umeapa nafsini mwako utoipiga tena nchi kwa gharika wala kwa maji, Mungu, bali upiga kwa sehemu. Baba, nasi mkono wako na neema yako, nipe hekima yako na ufahamu na akili, ili niweze kulinena lile ambalo Mungu umeweka ndani ya virindi vya moyo wangu, ili Mungu kila mmoja atakayelisikia sikioni mwake alitazame katika mtazamo chanya wa mabadiliko chanya wa amani na utulivu katika nchi yetu wenyewe, si katika mtazamo wa akili potofu na maovu na mawazo potofu. Yesu, wewe ni Mungu na hakuna namna yoyote tunaweza kutofautisha wewe na uungu wako ulio nao, lakini ukatangaza wewe ni mfalme wa amani. Mungu, ukatangaze amani katika mambo yote na fikira zote na kila kitu ambacho kinapangwa kwa asili au silini, mikakati na mipango yote asili, iliyo miovu au iliyo miema, bila kushirikishwa wewe hakuna kitakachofanikiwa. Baba, asante Mungu, ninakushukuru. Najiweka wakfu kusema neno lako, najiweka wakfu kunena yale ulioniagiza,
najiweka wakfu kusema yale ambayo Bwana umeweka moyoni mwangu. Baba, maumivu makali nayosikia ndani ya moyo wangu na uchungu mkubwa ulioko ndani ya moyo wangu, milija yangu ya moyo na bubujiko langu na machozi yangu yanayotiririka mashavuni mwangu, Baba, ni ishara kubwa kabisa ya upendo ambayo iko ndani yangu isiyoelezeka, hasa juu ya taifa langu mwenyewe, juu ya Watanzania wenzangu, juu ya kanisa la Kristo, juu ya mwili wako Yesu Kristo. Baba, asante. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Yesu. 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 Yesu, asante Yesu. Asante Yesu. Yesu, asante Yesu. Tanzania unite. Why we kill others? Our beloveds, our relatives, our brothers, our sisters. Tanzania ni wamoja. Africa unite. Africa unite. Yesu wa Nazareth. Yesu. Yesu ni hai. Yesu. 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 Haleluya. Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Na kila sababu ya kumshukuru Mungu ambaye yeye amewaweka mapenzi yake kwangu, ambaye yeye ndiye sababu ya mimi kuishi, mimi na wewe kuwa hai na kuwa hivi tulivyo, ambaye yeye Mungu kwa upendo wake alimtuma mwanae wa pekee Yesu Kristo ili afe msalabani kwa ajili ya sisi kuokolewa katika mikono ya adui Shetani na nguvu ya dhambi na asili ya dhambi tulioipata kutoka kwa mwanadamu wa kwanza. Huyo ndo namuinulia sauti yangu na kumshukuru. Unaweza ukaona machozi yangu yanatiririka, huwezi kunielewa, lakini niseme neno moja ambalo litakusaidia hata wewe ambaye usiamini. Ni mara 100 kumwamini Mungu yupo alafu uende usimkute.
lakini kuliko kuamini Mungu hayupo alafu uende umkute. Kwa hiyo hata kama imani yako ni haba au uamini chochote kwa habari ya imani ya Mungu wetu aliye mbinguni, Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, basi ni vyema kabisa kwa wakati huu kutafakari kwamba huu uhai wangu ni sababu ipi. Lakini kama uamini Mungu yupo, unaweza ukatazama ndege wa angani, hawavuni wala hawapandi, wanalishwa na nani? Unaweza ukatazama milima mirefu kama Kilimanjaro, bahari, miji mbalimbali, anga hili, jua, mwezi, wadudu mpaka wadogo wadogo. Jiulize swali, walitoka chanzo chake na asili yake ni nini kama Mungu hayupo na hakuwahi kuwepo? Ukiyatafakari wewe mwenyewe maisha yako, utagundua Mungu yupo. Bila kujali, siongelei dini ya mtu, siongelei dhehebu la mtu, siongelei imani ya mtu yeyote, siongelei mamlaka, utajiri, fedha, mali au chochote, madaraka ama chochote ulichonacho. Ninaongelea kwa habari ya uungu na Mungu mwenye nguvu aliye mkuu. Ndugu zangu, Yesu Kristo ninayemtumikia, aliyeniokoa karibu sasa miaka takriban 20, amenituma kwako, amenituma kwa nchi, taifa na wote wenye mamlaka, wagombea wa vyama mbalimbali, wa ngazi kuanzia urais, ubunge mpaka madiwani ambako tunaelekea. Sisemi haya kwa sababu ya majira ya uchaguzi, sisemi haya kwa sababu ya majira yanayoendelea au na vitu vinavyoendelea, kwamba labda kuna jambo fulani ambalo nataka litokee au namna kwamba jina langu labda lifahamike. Na yafanya yote kwa ajili ya Yesu Kristo. It's all about Jesus. It's all about Jesus. It's all about Jesus. Yote na yanena na kuyafanya kwa ajili ya utukufu wa Yesu Kristo, na ninashindwa kuyazuia ndani yangu. Na wengine watasema, kwa nini usinene na wanaohusika? Kwa nini useme nasi? Na wengine inaweza ikaleta tafsiri tofauti kwamba labda ninaweka off. Nimeyasikia mengi sana ya kineno na kusemwa. Kumekuwa na wimbi la manabii na wahubiri na watumishi wa dini, viongozi wa dini, viongozi wa madhehebu, viongozi wa imani, Tanzania mwenzangu na mwana ulimwengu wote unayonisikia. Yesu alinena mambo mengi sana katika habari za Injili. Huko nitaenda baadaye kwa habari ya Yesu Kristo aliyoyanena na kurejea. Lakini sijaja hapa labda kutengeneza hofu wala kuleta jambo fulani. Dakika zangu hizi 2 za mwanzo za utangulizi, ninakuomba sana, kama ndo unaanza kusikiliza somo hili au klipu hii au video hii, ndo unaiona masikioni mwako, ninaomba jipe uvumilivu. Uvumilivu huo ni kwamba uisikilize kwa utulivu, na unisikilize kwa utulivu sana, tangu mwanzo mpaka mwisho. Narudia tena, ninaomba unisikilize kwa utulivu. Kama uko kwenye gari lako, uko nyumbani kwako, kuna watoto wanaweza kawa wanapiga kelele, au ofisini mwako unaona sehemu ambayo uliopo haina utulivu mzuri wa kunisikiliza vizuri, unaweza ukaenda sehemu ambayo imetulia na ukaifungua video hii ambayo nitazungumza mambo kadha wa kadha, na ukanisikiliza kwa umakini sana na kwa neema ya Roho Mtakatifu, hata kama una roho, lakini kwa umakini sana, kwa sababu ninataka kunena mambo haya kwa hekima kubwa ya kimungu, kwa ajili yangu mwenyewe, kwa ajili ya taifa langu mwenyewe, lakini zaidi sana kwa ajili ya mwili wa Yesu Kristo na kanisa la Kristo.
Kwa hiyo ninakusii tena, nisikilize mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mengi sana ambayo Mungu amenitumia katika kunena yajayo, yaliyopo na yaliyopita, na katika kutoa tahadhari au kutoa maandalio ya watu kwamba tuombe, kuna hiki na hiki kitatokea na hiki. Nadhani Mungu amenitambulisha katika hayo kwa sehemu kubwa. Mungu alinitumia mwaka 2020, karibu zaidi ya miezi 9 kabla ya kifo cha hayati aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Joseph Pombe Magufuli. Na niliponena wengi walidhihaki, na wakati ule inawezekana ulikuwa ni wakati mbaya sana kuliko wakati huu tulionao. Ulikuwa ni wakati ambao hakuna mhubiri, kama sikosei, hata kama Mungu alisema naye, ambaye alitoka na kusema akiwa pepesi macho kwamba yale yatakayokuja au yatakayoikuta serikali ya nchi ya Tanzania au yatakayoikuta Ikulu ya Tanzania, kwamba kutakuwa na msiba mkubwa. Rais aliyekuwa mzalendo, rais aliyependwa na Watanzania kwa kiwango kikubwa, rais aliyekemea rushwa, rais aliyeweka uzalendo mbele, rais ambaye japokuwa ni mwanadamu, inawezekana alikuwa na mapungufu, lakini rais ambaye alisimamia vitu vingi sana na kubadilisha mtazamo wa maofisi mbalimbali ya umma na nidhamu kazini, na aliamini katika Mungu na kufanya kazi. Lakini Mungu aliponena nami, niliojiana naye mambo mengi sana. Kaambia Mungu, wewe uliyeniita kuwa mtumishi wako, linawezekanaje jambo hili katika mtu huyu, na ile assignment uliyempa ya kuongoza kama ambavyo katiba inazungumza na mambo mengi ya taifa letu, kwamba kila mtawala ataongoza awamu 2. Kwa nini yeye awamu 1 na awamu ya 2 kwa sehemu? Na kwa nini sasa unaruhusu twende katika uchaguzi ambao unatumia gharama kubwa sana za campaign, muda, nguvu na kila kitu, lakini tension nyingi, na wewe unajua kabisa baada ya uchaguzi na baada ya uapisho umesema tu ni miezi 5 peke yake, na mwezi wa 5, yani miezi 5 tangu ameingia au ametawala, ameingia madarakani, utamchukua. Tuna haja gani? Kwa nini usizuie au usifanye namna yoyote kwamba gharama zisitokee, uchaguzi usifanyike, na ikiwezekana labda lifanyike jambo hilo kabla, ili gharama zisiwe kubwa. Jambo moja ambalo nililisikia masikioni mwangu kupitia Roho Mtakatifu, sauti ya Mungu iliyosema nami, nisikia tu, mwanangu, wewe ni mtumishi wangu ambaye nimesema katika wewe nitalitukuza jina langu, lakini yaliyofichwa ni ya kwangu, yaliyofunuliwa ndo ya wanadamu, na wewe umefunuliwa kwa sehemu. Kwa hiyo hilo ni siri kubwa ambayo ninajua mimi, lakini sema na watu wako, waambie waombe, wanisii. Na akasema nami kwamba hukusikia habari ya mfalme Hezekia ambaye alitembea na mimi, alifanya mambo mengi mazuri, akafanya kila aina ya uzuri, lakini aliporuhusu mlango wa washauri wabaya na kuacha yale matendo mema aliyoyatenda na kuanza kugeukia vitu vingine na miungu mingine, nilimwambia nabii Isaya kwamba mwambie atengeneze mambo ya nyumba yake, maana atakufa hakika. Lakini Hezekia alipopata ujumbe ule, aligeukia ukutani, akamsihi Mungu na kumkumbusha yale matendo mema ambayo alisema au aliyafanya katika
wakati wake wa utawala wake. Na Mungu akasikia, akawa convinced, akashawishika. Akamtuma tena nabii Isaya, akamwambia, mwambie Hezekia kwamba nimesikia kilio chake na nimempa miaka 15 ataishi. Kwa wewe haya unayojiana nami, ninasihi kwamba zungumza na watu, waombe wanisihi na kunikumbusha wema wa mtu huyo na matendo mema, nami nitasikia kutoka mbinguni. Ndipo Mungu akaruhusu 2020, nakumbuka ilikuwa mwezi wa 8, nikazungumza. Mwezi wa 10 nikaja mlimani kama hivi ni hivyo hapa, mwezi wa 10 nikamsihi sana Mungu kwa machozi. Mwezi wa 11, mwezi wa 12 kwenye mkesha wa kuingia mwezi wa kwanza 2021, Mungu akaniambia ingia kwenye maombi ya siku 40, na nikanena kwenye mkesha ule. Na baada ya maombi ya siku 40, tarehe 21 mwezi wa 2, Mungu akaruhusu nikanena kwamba ninaona bendera ikishuka nusu mlingoti. Ninaona Ikulu, atapigwa mchungaji na kondoo watatawanyika. Na baada ya hapo hali ya nchi itakuwa sintofahamu, pataingia vurugu, mtafaruku, mambo mengi mabaya yatatokea, nchi itatikisika. Tanzania itakuwa, kila mmoja atakuwa anaongea cha kwake, lakini nchi itatoka katika kuongozwa kwa sababu ya ile hofu ya makundi. Itaingia, nikaona bendera ya Tanzania ikiwa imeshikwa na kundi, sio mtu mmoja, na watu wakilia, watu wakikimbia, watu wakishambulia na wakichanachana, na vurugu kubwa, virus, vurugu kubwa ikitokea. Lakini nilipotazama nikaona kundi ndo limeishika ile bendera badala ya mtu mmoja kama mtawala. Nikamwambia kwa hiyo itakapotokea hivyo, nchi itaingia kwenye shida kubwa ya bendera kushikiliwa na kundi, sio mtu kama rais. Nikamwambia kwa hiyo tuombe, kwa sababu atapigwa mchungaji na kondoo watatawanyika. Watu watakuwa wanakimbia, wanatawanyika, wanakimbia huku na kule, hapatakuwa na utulivu, kila mmoja atakuwa anazungumza. Baada ya kuzungumza hayo, tarehe 21 yalipita kama majuma matatu, likatokea lile lililotokea. Najaribu kukupa reference kama Biblia yenyewe imewekwa kwa ajili ya reference, kwamba kujua mtu anayekuja kuzungumza hapa na wewe ni mtu ambaye ana historia gani. Nilikuwa najaribu kukupa brief, ndugu yangu Tanzania unayenisikiliza, viongozi hasa sisi tulioko katika kuwania viti mbalimbali kuanzia ngazi ya urais, wabunge na madiwani wa vyama tofauti. Nilikuwa najaribu kukupitisha, nimesema nitaongea mambo mengi, nisikilize tu mpaka mwisho. Lakini lengo ni nini? Lengo ni kwamba tusiruhusu damu ya Mtanzania yeyote kumwagika katika hizo tarehe ambazo watu wanapanga kufanya hiyo mambo. Tusiruhusu, na wenye kuzuia damu ni sisi tunaogombea wa ngazi zote, wa vyama vyote. Yuko ndo nitakako malizia. Tusiruhusu, narudia tena, tusiruhusu virus, tusiruhusu machafuko, tusiruhusu tunu ya amani tuliopewa kama Watanzania, ambao mataifa mengine yanaitamani. Ndugu zangu wa Tanzania, hatuna taifa lingine, tuna nchi hii tu, na hakuna utumwa. Mimi Mungu amenipa neema ya kuhubiri mataifa mbalimbali sana, mataifa kadha wa kadha, mataifa yaliyotuzunguka kwa maana ya Kenya, Zambia na mataifa mengine makubwa, Marekani na kadhalika. Nimekuwepo Israeli. Kuna mambo mengi sana ambayo si kitu rahisi kuishi uhamishoni. Si kitu rahisi kuishi kwenye taifa ambalo sio la kwako. Nyumbani ni nyumbani tu, hata kama mnalala chini. Ndugu zangu, narudia tena, ndugu zangu wa Tanzania,
na watawala mnao wenye mamlaka na wagombea mnaogombea nafasi mbalimbali. Hakuna hatari kubwa mkiruhusu machafuko. Kuja kuipata tena amani ni gharama kubwa sana. Ni gharama kubwa sana. Narudia tena. Ni gharama kubwa sana kuliweka taifa tena kwenye utulivu likishachafuka. Huko ndo nitakakoishia. Nimeongelea Kenya, angalia yaliyotokea, uharibifu, vifo. Uharibifu mkubwa sana wa mali na ofisi za umma. Lakini stability ya uongozi wa rais, utulivu, ufahamu, hata kuongoza, hata maendeleo kutokea, kufanya maendeleo na kadhalika. Tayari huwezi kuwa na utulivu wa kuwaza maendeleo ya taifa pakiwa pametokea machafuko. Kwa sasa hivi napigania uhai wa taifa langu. Siwezi kuongelea taifa lingine. Sasa hivi napigania uhai wa taifa langu. Kisha maliza kwa habari haya, basi nitakuja kuzungumza hayo kwa taifa jirani. Mimi si bahati mbaya kuzaliwa katika taifa la Tanzania. Mimi si bahati mbaya Mungu kuniita kuwa mtumishi wa taifa la Tanzania. Kuna kusudi la Mungu ambalo yamkini unaweza usilijue kwa macho ya damu na nyama na kwa ufahamu na akili na elimu ya kidunia, lakini nachokijua kuna kusudi la Mungu ambalo Mungu ameruhusu mimi kuwepo na kuzaliwa katika taifa hilo na kumtumikia Mungu katika taifa langu hili. Yesu akamwambia Petro, Petro Baba Roho ndo aliyekufunulia kujua mimi ni nani. Kati Yesu anauliza wanafunzi wake kwamba mimi, watu huko nje wanasema mimi ni nani? Wengine wakasema wanasema wewe ni Elia, mmoja wa wale manabii, mmoja wa nani? Akawauliza, na ninyi je, mnasema mimi ni nani? Wanafunzi wa Yesu wote walikaa na Yesu, lakini hawakumtambua Yesu kwamba ndiye Masia, ndo Masihi. Mpaka leo ukienda Israeli na Wayahudi wengine wanajua Yesu hajawahi kuzaliwa wala hajawahi kuja, wanamsubiri Yesu. Lakini Petro ndo aliyetambua, akasema wewe ndiye Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Yesu akamwambia, kunitambua hivyo si kibinadamu, si akili ya mwanadamu, bali ni Roho amekufunulia. Kwa nami ninachokijua ni kwamba ni wakati tu, ni majira na wakati tu. Ni majira na wakati tu. Kuna wakati utafika, Mungu atafunua kile ambacho Mungu ameniita kwacho. Na kwa nini niko hapa? Nimeshamuuliza sana Mungu na nimekuwa nikiomba Mungu kujua kusudi lake juu ya maisha yangu na kusudi lake la kuitwa kuwa mtumishi wake katika nafasi hii ngumu na kizazi hiki cha sasa. Sasa nijielekeze sasa katika haya. Tumebakiza siku chache sana, kama sio majuma mawili. Leo nadhani ni tarehe sijui ngapi, tarehe tuko tarehe 10 na kitu. Kuna kama majuma mawili kasoro. Cha kwanza, nimeitisha mbiu. Cha kwanza, nimeitisha mbiu ya maombi kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Mbiu ya maombi haya ambayo itaanza tarehe 19 mpaka ile tarehe 29 ambayo tunategemea kwa ndo siku ya watu kwenda kupiga kula, siku ya kuchagua viongozi wao, siku ya uchaguzi. Kwa nini nimeitisha mbiu ya maombi? Na 19 mpaka 29 zitakuwa ni siku kama 10 hivi. Siku 10 za maombi. Kuanzia 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Zitakuwa siku 10 kamili. Nitakuelezea kwa nini nimeamua Roho Mtakatifu ndani yangu ameruhusu na kunipa ule mzigo na wito wa kuitisha mbiu ya maombi. Na mbiu hii ya maombi haina cha dini ya mtu, watu dini yoyote inaruhusiwa kuomba na tunaomba wote tuombe. Si dini yako, usiangalie dini yako ulionayo.
imani yako na unachokiamini, dhehebu lako, kanisa lako, rangi, taifa, mradi unaishi kwenye nchi ya Tanzania au wewe ni Mtanzania hata kama uko nje. Ni wito wangu sana, narudia tena, ni wito wangu sana. Kila mmoja tenga hizi siku 10 kwa ajili ya kufunga na kuomba. Iwe utakuwa unafungua jioni, unakula, lakini tenga, hata kama hujui kuomba, mwambie tu Yesu. Ita tu kwamba Mwenyezi Mungu uliye mbinguni, uliyetupa kuishi katika taifa hili, tunaomba roho ya amani na utulivu. Tunaomba katika yale yote yanayopangwa, mkono wako uwe juu yake. Omba tu Mungu, muite tu, au kama hujui kuomba mwambie tunaomba rehema tu kwa ajili ya makosa yoyote yaliyofanyika kwenye taifa hili. Tunaomba toba, tunaomba tu msamaha. Tunaomba tu Mungu utusamee. Yaani omba tu toba, omba tu msamaha. Nadhani kwa dini zote na kwa madhehebu yote yanajua maana ya kuomba toba. Hata kwenye Uislamu wanajua. Hizi siku 10 uwe na muda wa kuomba tu. Siku 10 tu. Sitayasema yote Mungu anasema nini kwa ajili ya hizi siku 10, lakini nitatoa sababu kadha wa kadha. Lakini zaidi, niliwahi kuwa Muislamu na nimekaa kwenye Uislamu kwa muda takriban miaka 8. Uislamu wanasema kwamba tunapokuwa kwenye ile saumu au ule mfungo wa Ramadhani, ukiwa hujanuia ndani na hujaamka kula daku na kunuia kwamba kesho yake utafunga, ukifunga, funga yako haitakuwa sunna, yani haitakubarika kwa sababu hujanuia. Kwa hiyo mtu ambaye anakuwa hajanuia usiku, kesho yake hawezi kuingia kwenye mfungo. Kunuia ni nini? Kunuia ni kunena kwamba Mungu naanza mfungo kwa ajili ya hiki na hiki na hiki. Ukishasema hivyo, maana yake tayari nia yako, maandiko yanasema hata kwenye Biblia, malaika anamwambia Daniel kwamba tangu siku ile uliyotia nia yako na moyo wako kuomba, Mungu alisikia kutoka mbinguni na akajibu maombi yako. Kwa unaponuia au unapodhamiria au unapoweka moyo wako kwamba ninafunga, saa ile ile Mungu anashuka kuangalia hitaji la moyo wetu, maana Mungu ni roho. Kumbuka, vita yetu si juu ya damu na nyama, bali ni katika ulimwengu wa roho. Sababu ya kwanza ambayo nataka tufunge, cha kwanza, ndugu zangu, ni hatari kubwa sana ya mambo yanayoendelea kama yatolewi majibu. Narudia tena, ni hatari kubwa sana ya mambo yote yanayoendelea kama hayatolewi majibu. Mlima huu naombea uko katika kingo au uko pembezoni mwa bahari. Huu mlima uko pembezoni mwa bahari. Ukitazama hii bahari, unaweza ukaona maji yanavuma hivi, yanavuma. Na sehemu ambayo maji yanapiga sana au mawimbi yanapiga ni sehemu ambayo sio kina kirefu. Lakini sehemu yenye kina kirefu maji yake ni matulivu. Unapoona kuna vitu vinatokea, watu wanapiga kelele, watu wanaongea, watu wanalia, na pakawa ghafla ikafika hatua watu wakaamua kunyamaza, hiyo hali ni hatari sana. Hiyo hali ni hatari. Ndio maana nasema lazima tuombe. Kumekuwepo na mambo mengi sana. Nilikuwa najaribu kusoma baadhi ya email zinazotumiwa kwa vijana wangu idara ya habari, kwa maana ya call center, wakanifuadia baadhi ya email. Paka kuna mtu mmoja akasema, kama Mungu usipobadilisha haya yanayoendelea katika taifa langu, mpaka ikafika tarehe 29 tukamaliza kila kitu kikawa hivyo, hakuna mtu anayeongelea wala kurudisha taifa pamoja, kuanzia hapo sitaamini tena Mungu yupo, kwa sababu watumishi wameongea, manabii wametabiri,
mapadiri wametaongea, makanisa yameongea, mara wametoa waraka, mara wamefunga si wengine novena, mara nini. Lakini hakuna kitu unachokiona kinabadilika. Kwa ikitokea hali isibadilike, sitaamini tena Mungu yupo, kwa maana sitaamini kitu ambacho tunakililia na akisikii na akibadilishi chochote. Kwa nitafundisha familia yangu na watoto wangu kujitegemea, kwamba wasitegemee mtu asiye na huruma au kitu kisicho na huruma, akamuita Mungu kama kitu. Nikaona huyu ameenda mbali sana, ni kama kukufuru. Lakini nikaelewa express yake, uchungu alionao ndani, kwamba imefikia hatua kibinadamu anazungumza mpaka anamkufuru Mungu. Ile swala nikalibeba sana ndani yangu. Kasema, Mungu, ikiwa watu mpaka wanafikia hatua hii, wewe si Mungu uliye kiziwi, wala uliye bubu, wala Mungu uliye mbali sana usiyesikia. Ndipo Mungu hayasema, rudi mlimani tena na tuzungumze. Na niporudi mara ya pili nimejaribu kujizuia sana. Kwa nini? Kwa sababu ya hali inayoendelea. Kila mtu anayejaribu kuzungumza na kujaribu kuliweka taifa katika usalama na haki, imekuwa anapata madhara. Labda kwenye hilo nisome kitabu hapa kabla sijaendelea. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 10. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 10 mstari kuanzia 17. Biblia inasema, jihadharini na wanadamu, kwa maana watawapeleka barazani na katika masinagogi yao watawapiga. Nanyi mtachukuliwa mbele ya maliwali, kwa maana wanasheria na mahakama hizo, na wafalme kwa ajili yangu, kuwa ushuhuda kwao na kwa mataifa. Lakini hapo atakapowapeleka, msifikiri jinsi mtakavyosema, maana mtapewa saa ile mtakachosema. Kwa kuwa si ninyi msemao, bali ni Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu. Bali ni Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu. Si ninyi msemao, bali ni Roho wa Baba yenu. Huyo baba anayemsema sio baba wa dunia, sio baba yangu mzazi Mr. Samson au Bwana Samson au Lolinga. Baba anayeongelewa hapa ni Baba wa mbinguni, aliyeziumba mbingu na nchi, na aliyekupa we pumzi, na aliyekupa we kukaa hapo popote ulipo na kukupa uhai. Huyo ndo anayemuongelea. Roho wa Baba ndo asemaye ndani yenu. Na ndugu atawasaliti, ndugu atamsaliti nduguye ili auawe. Nimesikia mengi, kuna wengine wamesalitiwa na ndugu zao na wakawauza wakauawa ili auawe. Na baba atamsaliti mwana, na mwana atawainukia wazazi wao na kuwafisha. Nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho, hii point, mwenye kuvumilia hata mwisho. Kwa kwenye hili, huyu mtu anayesema kama itatokea hivi sitaamini Mungu yupo, nataka niwaambie Watanzania, saa ya wokovu na saa ya ukombozi imeshakaribia sana. Taifa jipya linakuja, Tanzania mpya inazaliwa. Ila tusipovumilia mpaka mwisho, saa iliyobakia na muda uliobakia ni mchache sana. Tuwe wavumilivu. Tuwe wavumilivu katika kila kitu kinachoendelea. Tuwe wavumilivu katika hata kama usikilizwi. Tuwe wavumilivu na huyu Mungu tuliyeamua kumwelekea. Saa ya ukombozi wa taifa, saa ya ukombozi wa kizazi, saa ya ukombozi wa haki, mamlaka na tawala zitakazosimama kwenye hofu ya Mungu imekaribia. Si sasa na si mbali. Lakini atakayevumilia mpaka mwisho ndio atakayeyaona hayo matunda mazuri kabisa yanayokuja. Anasema ndiye atakayeokoka. Atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Hatuhitaji kukata tamaa.
Hauhitaji kukata tamaa kwa Mungu, huhitaji kukata tamaa kuomba. Tunatakiwa kuomba, tunatakiwa kumwelekea Mungu. Tusitumie kama wanavyotumia wao. Usitumie nguvu. Mungu atatuletea wokovu kwa mkono wake mwenyewe. Si kwa majeshi, si kwa silaha, si kwa vita, bali kwa mkono wake mwenyewe. Mwanzo wa mwaka kama nyinyi ni watawala na wagombea, nilisema mambo mengi sana ambayo tayari yote yameshatukia. Bado machache tu ambayo na yenyewe yanatarajiwa kutukia. Ndani ya hizo siku 10 ninazoenda kuomba kuna jambo litatokea. Nilisema mwaka huu kutakuwa na watu kukimbia nchi, makanisa, viongozi wa dini kuuawa, kutekwa, kupigwa, kuvamiwa, vyombo vya habari, wengine kuingia magerezani. Lakini nikasema jambo moja, kwamba tuombee rais aliyopo madarakani. Kwa nini? Kwa sababu nikasema haitakuwa rais. Na nikamwambia kuna nyakati zitakuja mtaelewa maana ya fumbo hili. Na sikutoa ufafanuzi, na nikasema haitakuwa vyepesi. Lazima ifike hatua Tanzania ikubali kurudi kwenye msalaba, itubu. Na lazima ifike hatua wenye mamlaka na wenye tawala wanaoshika mihimili yote, lazima ifike hatua walipent. Hii ni saa ya kutubu na kumrudia Mungu. Si saa ya kutumia majeshi, mamlaka, mahakama na kila silaha zote za mwilini. Si silaha ya kutumia mtutu, ni silaha ya kutumia utakatifu na jina la Yesu Kristo na Mungu mwenyewe aliyeziumba mbingu na nchi. Mstari wa 21 kitabu cha Mathayo sura ya 10, ninyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini muwe wavumilivu hata mwisho. Muwe wavumilivu hata mwisho. Na anasema lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Ndugu zangu, wa mama, wa baba, watoto, vijana, wazee, tuwe watulivu, tuombee taifa. Tusiende kama watu wa mwilini. Tusiende kama watu wasiomjua Mungu. Kila mmoja analipenda taifa letu, na kila mmoja hili ni taifa lako. Ninaomba sana, Mungu ananiambia si hali ya kawaida, ndio maana ameniruhusu niseme si hali ya kawaida kabisa. Kila mmoja anapiga kelele juu ya mambo fulani, haki, si utekaji, sijui watu kufa, si kupotea magerezani na kadhalika. Kila mmoja anapiga kelele. Narudia tena, si hali ya kawaida. Kila mtu anapiga kelele ile. Viongozi wa madhehebu, viongozi wa dini, viongozi wa imani, si mara wanasiasa sitaki kuwaongelea sana hao, si mara wanaharakati na wenyewe sitaki kuwaongelea sana. Watanzania wa hali ya kawaida, watoto, vijana, kila mmoja anapiga kelele. Ukifuatilia, ukisoma hizo comment huko mitandaoni, nimejaribu kusoma, unasoma utasema haya ni mambo ya mitandao. Kila mtu analia. Kila mmoja analia kwa namna yake anayoisikia. Alafu wenye kuweza kufanya hayo marekebisho au wenye kuweza kufanya hayo mambo yasitokee, wakawa eti kimya tu. Alafu ukaona ni hali ya kawaida. No. Hapana, sio hali ya kawaida. Ndugu zangu, hatupambani na mwanadamu. Hatupambani sijui na rais au makamu wa rais au wagombea au nini au chama chochote. Nataka kuambia sasa siri ambayo Bwana ameifunua. Hii ni roho. Tunapambana na roho. Roho. Biblia inasema roho mbaya kutoka kwa Mungu ikamwingia Sauli, yakafanya aliyo machukizo mbele za Mungu. Hii Biblia inasema Mungu akafanya moyo wa Farao ukawa mzito. Mungu ni Mungu mwenye rehema sana. Si rahisi kabisa kwamba yote watu wanazungumza, wanalia, wengine wanapiga kelele, wengine nini, wanasema hivi, alafu pakawa kimya. Hii ni roho inayofanya kazi. Narudia tena, hii ni roho inayofanya kazi. Tukienenda kama watu wa mataifa,
Tukienenda kama watu wasiomjua Mungu, wote tutaangamia. Tunatakiwa kuenenda katika roho, maana hakuna mtu yeyote atakayezitimiza tamaa za mwili. Biblia inasema waongozwao na roho ndio wana wa Mungu. Vita yetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya mamlaka na tawala na majeshi ya pepo wabaya. Silaha zetu zina nguvu hata kuangusha ngome. Mimi sishauri sana hali mbaya, okay? Na sishauri sana mapambano ya kimwili. Na hatuna tunayepambana naye kimwili. Sisi hapa tunamfight, we fight devil. Tunapambana na shetani. Biblia inasema shetani akamuingia Yuda, akamsaliti Yesu, akamuuza kwa vipande vya fedha. Tusipambane kimwili, narudia tena, tusipambane kimwili. Viongozi wa imani, viongozi wa dini, viongozi wa madhehebu, tusifundishe watu wetu. Sisi ni viongozi ambao ndio tumeshikilia taifa. Wakati wa kwanza kabisa elimu zilikuwa zinafanyika makanisani. Kila kanisa lilikuwa lina nasara ya shule. Hospitali zilikuwa makanisani. Hospitali nzuri zote zilikuwa zinapatikana mission. Watu wengi, viongozi wa miaka waliozaliwa miaka 60 kurudi nyuma hapo, wengi wamezaliwa kwenye hospitali za mission, ni hospitali za makanisa za dini. Shule nzuri zilikuwa za dini. Hata mpaka leo shule nzuri ni St. nani, St. Joseph na nani, hizo shule za Roma. Kwa huko ndo kuna kanisa. Kanisa linahusika na jamii. Kanisa linahusika na amani. Kanisa linahusika na utulivu. Kanisa linahusika na kulishikilia taifa. Kanisa linahusika na ushauri na kutuliza vita vya mataifa. Natamani Biblia iinuke Tanzania. Natamani Biblia ihubiriwe Tanzania. Hizi ni nyakati za mwisho. Ndasoma kwenye kitabu cha Luka alafu nitakuwa nikimalizia. Kitabu cha Luka kinasema, Luka sura ya 21, Luka sura ya 21 kuanzia mstari ule wa 5, nitasoma kwa haraka. Biblia inasema, na watu kadha wa kadha walipokuwa wakiongea habari za hekalu, jinsi lilivyopambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu, alisema, haya mnayoyaona au haya mnayoyatazama, siku zinakuja ambapo halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Halitasalia jiwe juu ya jiwe. Kuna falme hazitasalia, zitabomoshwa tukiwa watu wa roho. Wakamuuliza wakasema, mwalimu, mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini ishara ya kuwa mambo hayo karibu kutukia? Akasema, angalieni msije mkadanganyika, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ndiye. Manake wengi sasa hivi kumekuwa na wahubiri wengi. Leo kuna manabii wengine wanaongelea mpaka kuchinja mpaka nini, huko sitaki kuongelea, lakini kumekuwa na viongozi wengi. Sisi wa dini tunawachanganya watu katika imani. Huyu anatabiri hiki leo, huyu anatabiri hiki, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi, na wote tuko ni viongozi wa kiroho, na wengi wote majina yao ni yale yale, si manabii, mitume na nani. Mpaka leo tunaonekana sisi hatujielewi. Leo tunaonekana yani tunadhalaulika wa Kristo leo. Nataka niwaambie tunadhalaulika sana. Hatujielewi. Huyu leo anatabiri sijui uchaguzi hivi. Leo huyu anatabiri sijui kutakuwa na hiki. Leo huyu anasema tunaenda, mwingine anasema tunatiki. Mwingine anasema sijui hakuna uchaguzi. Mwingine anasema hivi, mwingine anasema naona hivi. Mwingine naona kufa, huyu atakufa, mwingine naona sijui nani amekufa. Sasa tunachanganya kitu kinachoitwa imani. Viongozi wa dini, ndugu zangu, kanisa linatakiwa kurudi kwenye toba. Kanisa linatakiwa kurudi kwenye mstari wa Yesu Kristo. Kabla hujatoka kuzungumza chochote, je, ni Mungu yuko ndani yako anasema? Ni Roho Mtakatifu amesema? Leo tunachanganya watu. Leo tunadhalaulika. Ndio maana hatuheshimiki. Ndio maana hata ukisikia kiongozi mwenzako ametekwa, sio amevamiwa, watu wanasema mimi bwana sitaki kuhusika. Lakini huo ni mwili wa Kristo. Mtume Paulo anasema, nisalimieni Priska aliyekuwa tayari hata kufa, aliyemfungwa pamoja nami katika Kristo. Mwili wa Kristo unapovunjika kidole, viungo vyote vinaumia.
Unapomwona kiongozi mwenzio wa kiroho au wa dini au wa dhehebu anatendewa matendo mabaya, manake sio huyo, ni mwili wa Kristo unadhalilika. Iteteeni Injili. Biblia inasema mteteeni Yesu ninyi mlio askari, maana vita ni vikali. Nasema mteteeni Yesu ninyi mlio askari, maana vita ni vikali. Tunaishi nyakati za shetani ambapo ameinua vita ni vikali sana. Tunatakiwa kutetea mwili wa Yesu Kristo. Tunatakiwa kumtetea Yesu. Kwa hiyo kiongozi wa kiroho, kiongozi wa dini, kiongozi wa kidhehebu, kiongozi wa kiimani, ni vyema tusijichanganye. Tunajichanganya wenyewe. Leo huyu anatabiri hiki, leo mwingine anaonekana hivi, leo mwingine anaonekana ana support hiki, leo mwingine anachukua fedha za waumini anafanya hiki, mwingine ana support mpaka mambo ya kisiasa. Mwingine ni si vibaya, maana kuna hata Daniel alikuwa mwanasiasa, hata Yusufu alikuwa mwanasiasa, alikuwa waziri. Lakini kuna hali fulani ambayo tunatakiwa kumwomba Mungu sana. Biblia inasema, akamwambia mambo lini yatatokea? Akasema wengi watakuja kwa jina langu wakisema wao ndio, yani mimi ndiye, kwamba wao ndio Kristo. Mimi ndiye. Tena majira yamekaribia, basi msiwafate hao. Nanyi mtakaposikia habari za vita na fitina, ndio kitu kinachoendelea. Vita na fitina. Leo fitina haiko tu kwenye vyama vya siasa. Haiko tu kwenye vita kwamba ni fitina kati ya wanasiasa na vyama pinzani au vyama. Hadi kwenye chama tawala fitina ni kila mahali. Mpaka makanisani, viongozi wa kiroho, viongozi wa madhehebu, viongozi wa dini, viongozi wa kiimani, fitina ni kubwa ndani ya kanisa. Uovu. Fitina. Msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia kwanza, lakini ule mwisho uwaja upesi. Biblia inasema kisha aliwaambia, taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme. Umeona? Tayari unashangaa hata wao watawala kwa watawala wenza, unashangaa wanagombana wao kwa wao, na ukweli usiopingika. Kutakuwa na matetemeko makubwa ya nchi na njaa na tauni mahali na mambo ya kutisha na ishara kuu kutoka mbinguni. Lakini kabla hayo yote hayajatokea, watawakamata na kuwaudhi, watawapeleka mbele za masinagogi na kuwaua magerezani. Umeona? Watawakamata na kuwauzi na kuwaua magerezani. Kwa hiyo haya mnayotokea, unaona wengine wanafungwa magerezani, wanakamatwa, wanauawa, wanatekwa. Ni mambo ambayo Biblia ishayazungumza, sio mambo ya leo. Na sio Tanzania tu, mahali. Watawaua, wengine watawatupa magerezani. Mkipelekwa mbele ya wafalme na maliwali. Wafalme maana yake mbele ya maraisi, au maliwali kwa maana ya mahakimu au wanasheria au majaji au mahakama na kila kitu, kwa ajili ya jina langu. Na hayo yatakuwa ushuhuda kwenu. Basi kusudieni mioyoni mwenu kuto kufikiri kwanza mtakavyojibu, kwa sababu mimi nitawapa kinywani na hekima. Umeona? Anasema nitawapa kinywani na hekima ambayo watesi wenu wote, narudia tena, kwa sababu mimi nitawapa, msifikiri mtajibu nini na mtaongea nini, bali mimi nitawapa kinywani na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Hekima ambayo watesi wetu hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Nanyi mtasalitiwa na wazazi wenu. Leo kuna wazazi wa taifa. Leo kuna wazee wa nchi ambao wao wanafaa ni wazazi wa nchi hii, ambao bado wako hai, lakini wamesaliti. Wazazi ambao walitakiwa kukaa na kusema haya mambo si sawa, haya ni sawa, jamani hapa tulipofika ni pabaya. Kama wazazi wa nchi yetu, kama wazazi wa Watanzania, walitakiwa kukaa na kuita na kufanya kitu kinaitwa maridhiano au masuluhisho. Lakini wamesaliti watoto wao. Wazazi wamesaliti watoto. Anasema wazazi watawasaliti watoto wao, watawasaliti watoto. Wazazi wenu na ndugu zenu na jamaa zenu watawasaliti, na marafiki zenu
nao watawafisha baadhi yenu, nanyi mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Walakini hautapotea hata unywele mmoja vichwani mwenu. Nataka kuambia tarehe 29, katika hali yoyote, nataka niseme katika hali yoyote, narudia tena, hakutapotea unywele wa mtu hata mmoja Mtanzania kichwani pake. Sio tu kumwaga damu, sio tu kufa, lakini namuomba Mungu kwamba pasitokee hata unywele wa Mtanzania yeyote kichwani kung'oka, hata jeraha lolote kwenye mwili wa Mtanzania. Narudia tena, maombi yangu ya siku 10, tarehe 29 pasitokee, tarehe 29 pasitokee vurugu yoyote, au hata kama kitafanyika chochote, iwe sijui ni nini, watu watapiga kula au watapiga vyovyote au wataandamana, chochote kile ambacho kitatokea ni Mungu atakuwa amekiruhusu. Lakini katika chochote kitakachotokea tarehe hiyo, pasitokee hata unywele wowote kichwani mwa Mtanzania yeyote kung'oka au kupotea. Acha damu, acha majeraha, mimi naomba hata unywele using'oke. Anasema hautang'oka vichwani mwenu, hata unywele mmoja vichwani mwenu hautang'oka. Nanyi kwa subira yenu mtaziponya nafsi zenu. Nanyi kwa subira zenu mtaziponya nafsi zenu. Subira ndo inaponya, uvumilivu, subira ndo inaponya. Lakini hapo mtakapoona maji, mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi. Umeona? Mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi. Kwa najaribu kuangalia mitandaoni, unaona wanajeshi nini, eti tunalinda usalama. Biblia inasema mtakapoona hizo dalili za wanajeshi kuzunguka vyombo vya ulinzi na usalama, wanaongea hivi, wanazunguka, wanafanya mazoezi. Biblia inasema hapo mtakapoona majeshi yanaozunguka mji wa Yerusalemu, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Uharibifu wake nani sijui, uharibifu wake umekaribia. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani. Manake ndio maana unaona nimekimbilia mlimani. Walioko katika Uyahudi manake walioko katika mji mkuu, walioko Dar es Salaam wakimbilie milimani, na walioko katikati yake wakimbilie nje, na walio katika mashamba wajiingize, wasiuingie, yani ule mji wasiuingie. Walioko shambani, mlioko vijijini msiingie mijini. Kipindi hiki walioko vijijini msiingie mijini. Mlioko mijini kimbieni milimani mkaombe, sio kukaa, mkaombe kama ninavyoomba mimi sasa. Kwa kuwa siku hizo ndizo za mapatilizo, ili yatimie yale yaliyoandikwa. Ole wao wenye mimba na wanaonyonyesha katika siku hizo, kwa kuwa kutakuwa na shida nyingi katika nchi na hasira juu ya taifa hili. Hasira ndio hiki kitu nilichokiongea, kwamba taifa, watu wana hasira, kubali tukatae, watu wana hasira vifuani mwao. Watu wana hasira, hii ndio hasira. Angalia vitu nilivyovisema hivi, na narudia, hii ndio hasira. Watu wanajiuliza kwa nini wana hasira? Kwa hasira kwa ajili gani? Prophet, hasira kwa ajili gani? Mimi nafunua, Biblia inasema Yesu alijua yote wawazayo mioyoni mwao, na alijua yote wanaowaza katika mioyo yao. Mimi nanena katika neno la Kristo na hekima ya Mungu kwamba watu wana hasira vifuani mwao. Ili hii hasira itoke vifuani mwao, mambo ya kufanya ni hayo niliyosema hapo mwanzo. Kutakuwa na hasira juu ya taifa hili. Wataanguka kwa ukali wa upanga, nao watatekwa nyara na kuchukuliwa katika mataifa yote, na Yerusalemu na Yerusalemu utakanyagwa na mataifa hata majira ya mataifa yatakapotimia. Tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, na katika nchi dhiki ya mataifa, wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake. Mstari wa 26, Luka 21. Watu wakivunjika mioyo, watu wakivunjika mioyo kwa hofu. Umeona? Watu wakivunjika, chukua hii point. Watu sasa hivi wamevunjika moyo kwa hofu. Hofu inavyozidi kuendelea, watu wanavunjika moyo. Watu wanavunjika mioyo. Watu wanavunjika mioyo. Watu wanavunjika mioyo. Narudia tena.
Watu sasa wamevunjika mioyo katika taifa lao wenyewe. Watu wamevuja damu katika taifa lao wenyewe. Watu wanavunjika mioyo, wamekata tamaa kabisa. Sasa ogopa mtu aliyekata tamaa kabisa, maana yake ni mtu ambaye hayahesabu maisha yake kuwa thamani. Hahesabu uhai wake kuwa una thamani. Mtu ambaye ameshakuwa amevuta bangi, hata anapoona mtutu wa bunduki au risasi zinamiminika, ili akili yake imeshaharibika, ameshakata tamaa. They give up. Amevunjika moyo kabisa. Yuko tayari kuuawa hapo mbele hapo. Haoni tena uthamani wa moyo wake, haoni tena uthamani wa uhai wake. Sasa hiyo ni hatari kubwa sana. Ni hatari kubwa mno. Lazima hiyo itibiwe kiroho, kimaombi na majukwaani. Kwenye majukwaa yetu, kampeni yetu iwe ni kampeni ya kutangaza na kutengeneza amani, ili watu ile mioyo yao ishuke, ile tempa ishuke. Watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayoupata ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbinguni zitasikika. Nguvu za mbinguni zinaenda kusikika, zitashuka. Hapo ndipo atakapomuona Mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Ndio maana nakwambia ukombozi umekaribia. Tulia, vumilia, be patient. Wokovu umekaribia. Nguvu zitashuka, wokovu utashuka, neema ya utulivu na amani itakuwepo, haki itapiga kelele. Chozi la mwenye haki halipotei. Chozi la mwenye haki likidondoka tone moja hivi ardhini, halifutiki mpaka haki imestawi kama mmea ustawio na kuzaa matunda. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni. Mambo haya yaanzapo kutokea, kwanza kuona majeshi yameuzunguka mji wa Yerusalemu. Tumeona hayo mambo, ile hasira kubwa ambayo wanayo watu. Tunapoona imetokea, hofu imetanda, kila kitu, anasema basi mambo haya yaanzapo kutokea, changamkeni. Sasa hivi sio muda wa kuhuzunika, sio muda wa kulia, sio muda wa kulia, sio muda wa kunini. Futa machozi, usilie. Futa machozi, usilie. Omba, mlilie Mungu. Mimi nimekuwa nalia huku mlimani siku kadha wa kadha. Sasa hivi nikijumlisha siku za mfungo zinaelekea karibu siku 30 na zaidi. Sio muda wa kulia, ni muda wa kujipa nguvu, kuvaa ujasiri na kuomba. Changamkeni, mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Oh, haleluya. Changamkeni, changamkeni, inueni vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Hii ndio kitu nakwambia. Changamkeni, inueni vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Ndio maana nikwambia ukombozi umeshakaribia. Ukombozi sio tu wa Tanzania, ukombozi wa ulimwengu juu ya Kristo. Ukombozi umekaribia. Nanyi kadhalika muonapo mambo hayo yanaanza kutokea, tambueni ya kwamba ufalme wa Mungu u karibu. Amini nawaambieni, kizazi hiki, umeona? Yesu anawaambia, amini nawaambieni, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatimie. Kizazi hiki hakitapita. Ndio maana nakwambia kizazi hiki wanachokiita kizazi cha Gen Z. Kizazi cha Gen Z, ndugu zangu, watu wenye umri wangu na huko nyuma tuliozaliwa kwenye kizazi cha nyuma, kizazi hiki cha Gen Z hiki hakina kinachokisikia. Kikishaamua jambo lao, wakishaamua kufanya hivyo, hakuna mtu wa kuwazuia. Kitakachowazuia tu ni upendo na kuwaelimisha. Narudia tena, kizazi hiki cha Gen Z huwezi kukizuia kwenye maandamano kwa kukitishia mtutu wa bunduki. Huwezi kukizuia kwenye maandamano kwa kauli tata na tungo tata za vitisho. Kizazi hiki cha Gen Z kitazuiliwa au kitatulizwa na kufundishwa na kueleweshwa juu ya hofu ya Mungu, juu ya amani, juu ya kukosa kazi, juu ya kuzuia matendo maovu, haki, na wasomi kuwapa mstakabali wa elimu zao na kazi zao. Hakitazuiliwa na vitisho vya bunduki, vitisho vya kauli tata, tungo tata,
au sijui ukifanya hivi itakuwa hivi. Hapana, kizazi hiki cha sasa Yesu anasema hakitapita kamwe. Kwa hiyo vurugu hizi zitafanyika, Yesu anarudi. Yesu anarudi ndugu zangu. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Yesu akamwambia mbingu na nchi zitapita, lakini mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Alafu akawaambia, basi jihadharini mioyo yenu isije ikalemewa na urafi na urevi na masumbufu ya maisha haya. Siku ile itawajia ghafla kama mtego unavyonasa. Kwa kuwa ndivyo itakavyowajilia watu wote wakaao juu ya uso wa dunia nzima. Basi kesheni, nami narudia hapa. Anasema msilemewe na urafi, ulevi, uchu wa madaraka. Niwaombe tusilemewe na urafi wa madaraka, urafi wa mali, ubadhirifu wa mali za umma, fedha, ufisadi, uovu, ulimbikizwaji wa mali. Mtu yeyote akishakuwa na uchu na urevi wa mali na fedha na uchu wa madaraka, yuko tayari kufanya chochote, kwa sababu ile ni roho ya shetani. Fedha ni shetani. Hayuko tayari kuona, yani yuko tayari kuona hata mtu anakufa, anamwaga damu, lakini yeye asipoteze fedha yake, asipoteze kile anachokitaka, anachokiwania. Hii hali ni mbaya sana. Mtu akishakuwa addicted na madaraka, akishakuwa addicted na mali, akishakuwa addicted na fedha, akishakuwa addicted na mamlaka na kila kitu, yuko tayari kuona chochote kinatokea na ajali. Hii ni hali ya hatari sana kwa watawala na wagombea wa vyama vyote vya kisiasa. Tuangalie watoto wetu, nimesema hapa, tuangalie watoto wetu kuliko kuangalia nafasi zetu. Tanzania kwanza, mengine yatafuata. Amani yetu na tunu yetu ya amani ni ya kwanza kuliko vitu vyovyote. Tusiwafuate wanaochafua amani, tusiwafatishe watu wanaopambana kuhakikisha wanaharibu amani ya taifa hili. Kwa hiyo tujihadhari. Anasema basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za mwana wa Adamu. Kesheni mkiomba ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za mwana wa Adamu. Kesheni mkiomba. Huu ni wakati wa kukesha na kuomba, viongozi wa dini, viongozi wa madhehebu, viongozi wa imani, viongozi wa kiroho. Lakini ni wakati wa kukesha na kuomba wale wote wenye mamlaka, watawala wote, nyeo wagombea. Sio wakati wa kuirudia miungu ile ya Misri, miungu ya majoka, miungu ya Dagon, miungu ya Rewathani joka. Usio wakati wa kuendelea kushupaza shingo, ni wakati wa kukesha na kuomba. Ili anasema kesheni mkiomba ili mpate kuokoka ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za mwana wa Adamu. Kesheni mkiomba. Omba kila mtu kwa imani yake. Wagombea wote wa vyama vyote vya siasa, sasa hivi tuombe. Naita tena, naomba sana, sijui niongee nini, lakini natamani wote mngesikia neno la Mungu aliye hai. Mungu, hakuna mtu alimwendea Mungu alafu Mungu akamwacha. Haijalishi umetenda dhambi kiasi gani, haijalishi umefanya makosa kiasi gani, haijalishi umemkosea Mungu. Mungu yeye anasema ni mimi Mungu ninayesamehe dhambi zako mwenyewe kwa ajili yangu mwenyewe. Tukimgeukia anasema mkinirudia nami nitawarudia. Kesheni tukiomba ili haya yanayoongea, yanayohamasishwa, maandamano, sijui nini, vurugu na kila kitu, ili yasitokee machoni petu. Na pia ni picha mbaya na image mbaya na historia mbaya katika utawala wako, kuonyesha doa la kwamba katika utawala wa awamu fulani watu waliuana, waliandamana, ndio palitokea shida. Mimi nakuombea kiongozi na wenye mamlaka kwamba usiruhusu wala usikubali nchi kupasukie mikononi, wala maovu na mabaya yatokee mikononi mwako, wala damu zimwagike chini ya mikono yako ya uongozi na utawala. That's my prayer point. Mungu asiruhusu mikono yako ishiriki damu za Watanzania. Mungu asiruhusu mikono yako ishiriki laana ya damu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 9 mstari wa 6 anasema ukimwaga damu ya mwanadamu, na damu yako itamwagwa na mwanadamu. Damu inanena.
damu haifutiki. Biblia inasema nimeisikia damu ya nduguye ikinililia kutoka ardhini. Kila damu ya Mtanzania inayomwagika kwenye ardhi hii inatengeneza laana ya kesho, inatengeneza mkwamo wa maendeleo ya kesho, inatengeneza uzito wa Mungu kushuka kesho. Tusifurahie damu kumwagika, wala sio sifa. Matendo haya yanatakiwa kukemewa kwa macho makali. Matendo haya yanatakiwa kukemewa bila kupepesa macho wala kope. Damu inayomwagika leo si ya mnyama, sio ya mbuzi, sio ya ng'ombe, ni ya mtu. Watanzania sisi ni ndugu. Makabila mengi yameingiliana. Dini ya Anglikana ilipitia kule Zanzibar. Hakuna Mtanzania Mbara wala Mzanzibari. Hakuna Mtanganyika wala Mzanzibari. Sisi wote ni ndugu. Tusiruhusu damu za ndugu, kama ambavyo ndugu yako wa damu mliotoka pamoja kwenye tumbo, unavyoweza kuona uchungu unapoona amekufa au damu yake imemwagwa, ndivyo ambavyo uone uchungu damu yoyote ya Mtanzania yeyote inapomwagika ardhini. Usifurahie wala usishabikie, kwa sababu inatia unajisi ardhi na nchi ambayo kesho taifa litakuwa gumu kulichukua au kuliongoza na kulitawala. Mungu itakuwa ngumu kushuka. Ndugu zangu wapendwa, Watanzania wenzangu, si vyema damu za watu kumwagika katika hali yoyote ile. Iwe ni hali ya wao kudai haki, iwe wana haki au hawana haki, iwe ni katika hali za uchaguzi, iwe ni katika hali zozote zile, ni kitu kibaya sana, ni laana. Nimalize kwa kusema kwamba sisi sote ni ndugu. Ni ndugu. Ukiondoa itikadi zetu za tofauti zetu za kiimani, dini zetu ambazo tumeletewa na watu wa nje, dini zimeletwa na wakoloni, dini zimeletwa na wazungu, lakini wokovu umeletwa na Mungu. Ukiondoa tofauti ya dini zetu, dini yangu ni Muislamu, sijui Mwarabu, imeletwa kwa Waarabu. Mimi dini yangu ni Mromani, sijui imeletwa kutoka Rumi. Mimi ni Mwanglikana, mimi sijui ni Mlutheran, MKKT, Protestant. Mimi sijui ni mlokole, mimi nanena kwa lugha, mimi sijui siamini manabii, mimi naamini, mimi siamini hiki. Ukiondoa hizo zote tofauti za dini zetu, madhehebu yetu, imani zetu, na tofauti za vyama, sijui mimi mwana CCM, mimi mwana sijui TLP, mimi sijui mwana Chadema, mimi mwana NCCR, sijui Mageuzi, mimi mwana Chauma, mimi sijui mwana nani. Ukiondoa hivyo vyama, ukiondoa imani zetu, dini zetu, sisi wote ni taifa moja, na sauti yetu ni moja, na lugha yetu ni moja, na ni ndugu. Na wengi tumeingiliana kwenye DNA zetu. Kwa hiyo rai yangu kwetu kama ndugu, ni vyema kukaa chini na kutafuta ufumbuzi wa majibu ya haya yanayoendelea, na kuongea in a polite language kwamba hali iliyotokea ni mistake, lakini Mungu aingilie kati, atulehemu na turudi pamoja katika upendo. Na pia kingine, Mungu namba 10 mwezi wa 10, na ndio maana nimeitisha maombi ya siku 10. Namba 10 maana yake inamaanisha mwanzo mpya au mamlaka mpya au tawala mpya. Namba 10 kibiblia inafananishwa na namba 8. Ndio maana hata wale watu waliosoma hesabu, mimi nimesoma hesabu PCM, kuna kitu kinaitwa kwenye maumbo, kuna kitu kinaitwa octagon. Maana yake ni shepu, pembe 8. Oktoba inafanana. Namba 10, namba 8 na namba 3 kibiblia zinafanana, kwa maana ni Mungu kujifunua, au mwanzo mpya, au rehema za Mungu, au kutoka majira mapya kuingia majira mengine, au kutoka majira haya kuingia majira mapya.
Ndio maana ya namba 10. Mungu alipojaribu kufanya hayo na kufanya moyo wa Farao, kwa sababu Mungu katika mapigo yote 10 ya Farao, kuanzia pigo la kwanza mpaka la 9, Mungu hakuwahi kumwaga damu. Lakini pigo la 10 ndio lilisababisha mpaka Mungu aruhusu damu imwagike, ndio akawaua wazaliwa wote wa wanyama wa Farao na hadi wa wajakazi. Lakini kwenye pigo la kwanza mpaka la 10 Mungu hakuwahi kuruhusu damu imwagike, kwa sababu Mungu hapendi kuona damu. Lakini huu moyo ulikuwa mgumu, manake alikuwa anatamani huyu mtu abadilike, lakini akakataa. Ndipo pigo la 10 ikaruhusika damu. Tusifikie kwamba siku ya 10 inamalizika ili Mungu aanze kutaka ukombozi. Narudia tena, tusifikie hatua mpaka pigo la 10 linakamilika Mungu hautake ukombozi wa taifa au wa watu wenye haki kwa kupitia kumwaga damu. Tusifike huko. Narudia tena, tusifikie hatua ambapo Mungu atake kukomboa haki za watu wake wenye haki, au kukomboa watu wake na kudhihirisha ukuu wake, kudhihirisha uwezo na ukuu wake kwa njia ya kumwagika kwa damu. Tusifikirie huko. Tusifikirie huko. Lakini pia kwa watu wanaopotea kama walio hai, kama kuna watu ambao wanasemekana wamepotea, kama wale walio hai, basi waachiliwe tu, waachiliwe warudi tu mtaani. Kwa wale waliokufa, basi wajulikane hawa wamekufa, ili familia zao, tunapotengeneza taifa moja, lazima tukubali wapi tumeharibu, wapi tumetengeneza. Ni katika upendo wa Yesu Kristo. Mimi ni Mungu ameweka hiki kitu ndani yangu, si mimi nisemaye, bali Roho Mtakatifu, bali Roho wa Baba ndani yangu ndo asemaye. Hakuna namna yoyote unaweza kurudisha uhai wa mtu ulioshaondoka, lakini kuna namna ya kupoza moyo wa mtu aliyeondokewa na nduguye. Ndio maana nasema heri kuiendea nyumba yenye matanga kuliko nyumba ya karamu. Kwa hiyo ikishatokea uhai haupo wa huo mtu, iwe kwa makusudi au kwa bahati mbaya, njia sahihi ni faraja, ni kauli nzuri. Inaweza kumrudisha yule mtu, hata kama ametendewa, ndugu yake ameondoka au amekufa, unaweza kurudisha ule moyo wa yule mtu kuwa katika faraja na kusamehe. Lakini wale ambao bado wako hai, haijalishi wameuhimizwa wamefanyaje, basi waachiliwe warudi katika maisha yao ya kawaida. Hicho kitu kitaanza kuleta, tunapoendelea katika jukwaa la kutangaza amani na kufundisha amani, na kwamba sasa tunarudi kwenye repentance, tunarudisha taifa katika upendo na ushirikiano. Hiyo jambo litasaidia sana watu kuamini tunachokisema mdomoni kwamba ndio tunachokimaanisha mioyoni mwetu. Kwa sababu kwa kifupi sasa hivi viongozi wa dini hawaaminiki, viongozi wa imani hawaaminiki, viongozi wa madhehebu hawaaminiki, viongozi wa kiroho hawaaminiki, viongozi wa kisiasa hawaaminiki, wagombea hawaaminiki. Wanaambia mnatuambia tu hivyo alafu baadaye amtekelezi. Lakini tutakapoanza kufanya hatua fulani za kutengeneza hiyo amani na kuchukua hatua za kutangaza na kuhubiri na kwenye majukwaa yetu na kampeni ya amani, tutaona kabisa kwamba hawa Watanzania wataamini kile tunachokisema na kukithibitisha. Mungu alibariki neno lake. Kama nilivyosema, nikushukuru wewe uliyevumilia mwanzo mpaka mwisho na kunisikiliza vizuri. Naamini kila mmoja amepata jambo kubwa ndani yake ambalo limeweza kuzaa matunda, limezaa matokeo. Na kwa kunisikiliza hivi, iwe ni mwenye mamlaka, iwe ni kiongozi, iwe ni majeshi, iwe ni wagombea, iwe mlioko madarakani, iwe ni wananchi wenzangu, iwe ni wahubiri wenzangu, iwe ni viongozi wa imani wenzangu, viongozi wa kiroho wenzangu, viongozi wa dini, kila mmoja kwa nafasi yake, wazee wa miji, wote wazazi wa taifa hili, kila mmoja ninaamini Roho Mtakatifu amenisaidia kuyanena haya kutoka ndani ya moyo wangu kwa upendo mkubwa wa Kristo Yesu, lakini amenisaidia kuyanena kwa hekima kubwa sana. Na pale popote ambapo yamkini kuna mahali namna ya kibinadamu na hisia ya kibinadamu ilionekana labda kunena lile ambalo yamkini limekuwa kwazo kwenye masikio ya mtu mwingine yeyote ambaye alikuwa anasikiliza, basi niombe radhi kabisa. Lengo la haya yote ni kuhakikisha kwamba
damu yoyote ya Mtanzania au vurugu yoyote au hali yoyote ya sitofahamu katika taifa letu haijitokeze, hasa katika kipindi hiki kibaya. Ndio lengo langu kubwa. Kwa hiyo mahali popote ambapo ulimi au chochote kimefanyika, ni lengo katika kufanya haya mambo. Lakini pia nitoe angalizo, si vyema sana kuwa sehemu ya kuua watumishi wa Mungu au kuwavamia au kuwadhuru kwa namna yoyote. Lakini kama utashupaza shingo, hautakubali, utaona tu ni mhubiri anaongea, huyu ni mhubiri tu mwenye Biblia, wachungaji hawa wa ajabu wa shamba na kadhalika, basi unaweza ukaendelea na kile ambacho unakusudia kukifanya katika uovu wako. Lakini baadaye kitakayokuja kutokea, Mungu wa mbinguni naye muabudu atakuwa shahidi juu yako na juu yangu mimi. Mungu awabariki sana. Sababu vyovyote vile, hakuna siasa kwenye vurugu, hakuna kuabudu, hakuna kanisa litaenda, hakuna watu watakusanyika ibadani. Kwa hiyo pakitokea shida, vurugu, wote tutakimbia. Hakuna mtu ataendesha ibada, hata mimi sitaweza. Hakuna mtu ataenda kanisani kusali. Sasa kwa nini tufike huko? Tusiruhusu, ndugu zangu. Tunatakiwa kuomba na mwisho wa siku Mungu atakuwa pamoja nasi. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante Bwana Yesu. Ninakushukuru sana kwa ajili ya matendo yako makuu na uaminifu wako mkubwa, kwa kunipa hekima na maarifa kwa wakati huu ambao umenisaidia kunena haya mambo makubwa na mazito kwa ajili ya kizazi hiki kisichosikia neno lako wala kuliamini, lakini kizazi cha upotofu, kizazi cha mwisho ambacho kinaandaliwa kwa ajili ya wewe kurudi. Na umesema kizazi hiki hakitapita. Baba, na si neema yako na Roho wako Mtakatifu akamate mioyo, ufahamu, akili na maarifa katika jina la Yesu Kristo. Baba, achilia rehema na huruma zako pale popote nilipo kutenda dhambi, nilipo nena kwa hisia za kibinadamu. Mungu, achilia rehema zako katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninasi mkono wako na neema yako, ukaachilie mkono wa rehema juu ya taifa letu, ukaachilie hali ya amani na utulivu kwa taifa letu, ukaachilie amani kuwa shwari, utulivu, amani kwa jina la Yesu Kristo. Baba, jaza hekima yako, jaza maarifa, jaza uchaji wa Mungu katika jina la Yesu. Baba, asante. Lifunike taifa la Tanzania na uchaguzi huu kwa damu ya Yesu Kristo. Funika Watanzania wote ambao ndani wamejaa hofu, lakini wengine wamejaa hasira ya visasi na malipizi. Mungu, damu yako inanena mema, ikanene mema baada ya kunena mafarakano, ikanene mema baada ya kunena machafuko. Damu yako Yesu Kristo inene mema. Mungu, asante na kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.